Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Yesu anatumia muda wake kukaa na wanafunzi wake. Anaamua kuwafundisha mafundisho namna ya kuweza kusali. Katika nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi, kwa Wayahudi walikuwa wanasali katika masaa yafuatayo. Saa 9 alfajiri walikuwa wanaamka wanasali, na baadaye pia saa 6 mchana walikuwa wanakwenda kusali, na saa 9. Mara nyingi sana sala zao zilikuwa kwenye masinagogi, na baadaye pia wakawa wanaelekea kwenye lile hekalu, yaani kule Yerusalemu. Na katika mafundisho ambayo walikuwa wanafundishwa, mojawapo ya marabi waliwaambia hivi: sala au mtu anayesali ndani ya nyumba yake, huyo mtu anakuwa amezungusha ukuta ambao una nguvu kuliko chuma. Sala zikawa na nguvu kubwa sana. Sala zilifika hatua kwamba watu wengine wakawa wanafanya maonyesho, watu waone kwamba wao wanasali. Yesu akasema hawa wamekwisha kupata thawabu yao. Sala zikawa hazimwelekei Mwenyezi Mungu, sala ikawa ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe, watu watambue kwamba wao wanasali. Leo anatoa sala kubwa zaidi na mwongozo namna gani ya kuweza kusali. Anawaambia, ukisali usipayuke payuke ovyo kama watu wengine wanavyofanya, bali unaposali ingia ndani ya nafsi yako. Mwenyezi Mungu anatambua mahitaji yako yote ambayo unayajua. Na sasa anawafundisha sala ya Baba yetu wale wanafunzi wake. Anasema, msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Neno hilo Baba yetu uliye mbinguni ni maombi ya mtoto ambaye ana mahusiano mazuri sana na baba yake. Yaani anajua kwamba baba yake yuko mbinguni na baba yake hayuko chini. Tunapozungumza katika swala zima la mbingu, maana yake mbingu kwenye utukufu, na baadaye chini ni kuzimu. Hasa baba yetu yuko juu sana, yuko mahali ambapo ni patakatifu. Mungu akiwa ni baba yetu, ni baba wa wote, sio baba yangu. Yesu anaondoa ubinafsi katika sala. Usije hata siku moja ukaanza kummiliki Mwenyezi Mungu kama ni baba yako. Yesu amelifuta hili. Na kwa mtu ambaye amejiona kwamba yeye ni mtoto, akitambua kwamba baba yake yuko mbinguni, ana uhusiano mwema na baba yake aliyeko mbinguni, vile vile pia atakuwa na uhusiano mzuri na watu wengine. Akiwa na uhusiano mzuri na watu wengine, hata kama akipita katika kipindi kigumu ambacho amejidharau au amedharauliwa, akijua kwamba yuko baba aliyeko mbinguni, anapata nguvu ya kuweza kusonga mbele katika maisha. Kwa hiyo katika sala, unapomwendea Mwenyezi Mungu, mwendee Mwenyezi Mungu ukitambua kwamba huyo ni baba na wewe ni mtoto. Anajua mahitaji yako. Unapomwendea, mwendee pia si kwa mahitaji yako mwenyewe, nenda ukimtaja pia katika ubaba wake kwa watu wengine wote. Na jambo la pili, ukienda katika sala hiyo ambayo Yesu anafundisha, amesema tutamke kwamba jina lako litukuzwe. Na sehemu nyingine imeandikwa jina lako litakaswe. Tubakie katika ile jina litukuzwe. Jina katika dini ya Kiyahudi ilikuwa inaonyesha asili ya mtu. Jina lilikuwa linaonyesha tabia, na pia jina lilikuwa limebeba utu wa yule mtu na jinsi vile alivyoweza kujifunua. Sasa tunaposema kama jina lake litukuzwe, manake asili ya Mwenyezi Mungu, yeye ni mtakatifu, yeye ni wa kutukuzwa. Kwa hiyo litukuze kwanza jina lake, litukuze jina lake, utu wake, vile na tabia yake aliyokuwa nayo. Ndio maana katika Zaburi ya 9 ile aya ya 10 inasema, wale wanaolijua jina lako watakutumainia.
watakutumainia wewe. Wale wanaojua Mungu vile alivyo wataweka tumaini lao kwa Mwenyezi Mungu. Wale wanaojua tabia ya Mwenyezi Mungu jinsi ilivyo wataweka tumaini lao kwake. Wakati watu wengine wanaweka matumaini yao katika majina ya watu wa binadamu na misaada ya kibinadamu na kupata ulinzi, sisi tunalisifu jina la Bwana Mungu wetu katika ile Zaburi ya 20 aya ya 7, kwa sababu tunamjua, tunalisifu jina lake. Anza kulisifu jina lake, litukuze jina lake, mpatie sifa anayostahili. Usianze moja kwa moja kutamka matatizo yako, lisifu jina lake, kwa sababu jina lake na tabia yake na utu wake ni mkubwa zaidi. Baadaye, baada ya kulisifu jina lake, kulitukuza jina lake, kumpatia nafasi yake ya kipekee Mwenyezi Mungu, ndipo Yesu akatufundisha akasema, tumwambie ufalme wako ufike. Katika Agano la Kale, Mwenyezi Mungu alipojifunua kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hawa watu watatu walimtambua kama Mungu ni mfalme wao. Wana wa Israeli walipoingia katika ile nchi ya ahadi, walikataa Mwenyezi Mungu asiwe mfalme wao, wakataka ufalme wa kibinadamu, wakafanya mapenzi ya kibinadamu, wakateseka sana, na wakaendelea kusali mbele za Mwenyezi Mungu, tunaomba Mwenyezi Mungu ulete ufalme wako uje. Ufalme wa Mwenyezi Mungu yalikuwa ndio mafundisho ya Yesu Kristo. Ufalme wa Mwenyezi Mungu ni jamii ya watu ambao wanafanya mapenzi yake. Na katika swala zima la ufalme wa Mwenyezi Mungu ukija, utisho unakuja katika jamii, nguvu za giza zinaondoka. Kwa hiyo ukiomba ufalme wa Mwenyezi Mungu, manake ulinzi unakuja. Malaika Mikaeli na jeshi lake wanakuja. Malaika Rafaeli anakuja kwa sababu yeye anasimamia tiba, na malaika pia Gabrieli anakuja kwa sababu anakuletea habari njema. Huo ni ufalme wa Mwenyezi Mungu, yani ni ikulu inakuja. Kwa hiyo kila siku ni kuomba ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu alisema kwamba katika mambo yoyote mwanadamu anapopita hapa duniani, utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote tutapewa kwa ziada. Omba ufalme wa Mwenyezi Mungu, na katika ufalme wa Mwenyezi Mungu bakia katika swala zima la kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na usitake mapenzi yako. Usimfanye Mwenyezi Mungu akaweza kuwa yeye ni karani wako wa kukupatia kile. Yesu mwenyewe alikubali mapenzi ya Baba yake, akachukua ile msalaba. Tukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye anatuwazia yale ambayo ni makubwa sana. Katika sala hii ya Baba yetu, jambo la 4, Yesu anatuambia tuombe juu ya mkate wetu wa kila siku. Katika Biblia, mkate inasimama kama chakula cha kiroho ambacho ndio neno la Mwenyezi Mungu, ambalo tumesikia katika ile nabii Isaya anasema, kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala haiwezi kurudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, haitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Hasa kila siku Mwenyezi Mungu anatuma neno lake kwetu. Hii ni Isaya sura 55 aya ya 10 mpaka 11. Neno lile ambayo Mwenyezi Mungu analolituma kila siku kwa ajili yetu ndio mkate wetu. Ndio maana tumesikia kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Neno hilo linatupatia nguvu ya kuweza kusonga mbele. Vile vile pia Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kupitia Yesu Kristo alisema kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, yaani alikuja ili aweze kutulisha sisi. Na anapozungumza kama yeye ni mkate wa uzima katika ile Yohana sura ya 6 aya 33 mpaka 35, maanake Mungu anajali juu ya miili yetu. Ndio maana Yesu alisema, sipendi niwaache waondoke waende bila kula, wasije wakazimia njiani. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyojali miili ya wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri katika ile jangwa kwa muda wa miaka 40, akawalisha kwa mana, vile vile Mwenyezi Mungu hawezi akashindwa kuweza kutulisha sisi katika mahitaji yetu ya kila siku. Katika neno hili Yesu anatuambia tuondoe wasiwasi. Ondoa wasiwasi katika maisha yako. Mtegemee Mwenyezi Mungu kila siku. Hawezi kukuacha kama aliwalisha wana wa Israeli kwa mana, na wewe kila siku Mwenyezi Mungu atakulisha. Na tunaposali
Jambo la 5, Yesu anasema kwamba tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu na tuombe msamaha kwa wenzetu. Mwanadamu kwa asili ni mdhambi, na dhambi ni kuvunja kwa makusudi amri za Mwenyezi Mungu na za kanisa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Katika maisha yetu tunavyopita hapa duniani, tunapita katika kipindi ambacho tunamkosea Mwenyezi Mungu na tunakuwa tuna madeni katika swala zima la mawazo. Tunaposimama mbele za Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza kabisa ni kuomba msamaha. Mwenyezi Mungu tuachilie, tusamehe dhambi zetu, kama vile Daudi alivyosali katika ile Zaburi ya 51, unihurumie Mungu, unajua dhambi hizi ambazo nimekuwa nazo zimetoka wapi. Kwa kitendo cha kunyenyekea kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatuachilia, anatusamehe madeni yetu, madeni ambayo tumekuwa nayo katika mawazo. Tunaanza kwa kuomba toba. Tupo katika kipindi ambacho watu wengi sana nyakati hizi hawaendi katika kitubio kuomba toba na msamaha wa Mwenyezi Mungu, na tunafurahia tu maisha kana kwamba tuko sawa. Yesu anatufundisha katika kipindi hiki cha Kwaresima tuombe toba kwa Mwenyezi Mungu, na baadaye pia tuwasamehe wenzetu, tuwaachilie. Ukianza katika kuomba mahitaji yako Mwenyezi Mungu alafu hujawaachilia wale waliokukosea, amesema kwamba sisi sala zetu zitakuwa ni bure. Kipindi hiki cha Kwaresima tuwasamehe. Mwachilie yule mtu aliyemweka ndani ya nafsi yako. Ukimwachilia huyo, Mwenyezi Mungu pia atakusamehe dhambi zako, atakuponya magonjwa yako yote, atakupatia mahitaji yako yote ya kila siku, na jina lake litatukuzwa katika maisha yako. Na baadaye mwishoni katika maisha haya yote, katika sala zetu tumwombe Mwenyezi Mungu asitutie katika majaribu, lakini atuokoe na yule mwovu. Na hiyo ndio sala ambayo Yesu anamaliza. Anasema kwamba sisi tukiwasamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni atatusamehe. Tusipowasamehe makosa yao, Baba yetu wa mbinguni hatatusamehe. Sala yetu katika kipindi cha Kwaresima itubebe tuweze kuwa watu wa msamaha. Tusameheane wenyewe kwa wenyewe, tuachiliane makosa yetu, na Mwenyezi Mungu atubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.